kama nilivyosema awali, garbage in, garbage out. Maswali utakayoyauliza AI model ndiyo yatadetermine matokeo utakayoyapata. Ukiuliza maswali ambayo hayako clear ama yako ambiguous, model itashindwa kufanya kazi, kwa hiyo matokeo utakayoyapata hayatakuwa yale matokeo uliyoyadhania. Sasa, ili uweze kutumia hizi AI model vizuri, maana yake ujue jinsi gani ya kuuliza maswali. Sasa, kabla tujajifunza jinsi ya kuuliza maswali, tujifunze kwamba prompt ni nini. Prompt ni mjumuisho wa maelekezo ambayo unaipatia language model ili kushape its reasoning, scope and output. Kazi kubwa ya hii prompt ndio itakapoifanya ile AI model yako kwamba jinsi gani ifikiri, jinsi gani matokeo upate baada ya kuwa umeshauliza lile swali. Unaona bwana? Hii ndio kazi kubwa ya prompt. Sasa unapokuwa unaelezea habari ya prompt, ina sehemu kuu 5 ambazo ni za muhimu. Kwa maana kwamba sehemu ya kwanza kuna act as instruction, sehemu ya pili kuna context, sehemu ya 3 kuna specific task, sehemu ya 4 kuna constraints and limitation, na sehemu ya mwisho kuna additional guidance. Sasa tuanze na act as instruction. Act as instruction inauvalisha uhalisia model yoyote. Kwa mfano kwenye ChatGPT, maana yake inaivalisha ChatGPT uhalisia. Kwa maana ya kwamba unavyosema act as academic research assistant, maana yake ni kwamba ile AI model inavaa uhalisia, inavaa role. Unaona bwana? Inavaa role ya kuwa yeye yenyewe ni academic research assistant. Na hapa tumesema act as academic research assistant specializing in social science methodology. Kwa maana ya kwamba hii model act kama academic research assistant aliyebobea kwenye nini? Kwenye social science methodology. Hii ni ya muhimu sana kwa maana kwamba itaifanya ile ChatGPT ama AI model yote ivae uhalisia huo. Kwa mfano hapa ukisema act as 9-year-old child, maana yake ni kwamba model hiyo ita act kama mtoto wa miaka 9. Kwa hiyo hata majibu yake itakayokuwa itakuwa inakupa majibu kama ya mtoto mwenye miaka 9. Ukiambia act as a professor, ita act na itajibu majibu yake kama professor. Kwa hiyo sasa ukiambia act kama daktari, itafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo hii ni ya muhimu sana ili uweze kupata majibu mazuri. Hiyo ndio sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili sasa ni context. Unaona bwana? Context inaipatia kwa ujumla ile AI model au ChatGPT kwamba kitu gani kwa ujumla unachotaka kufanya. Kwa mfano hapa nimeandika kwamba peer review research on relationship between social media use and academic performance among university student. Maana yake ni kwamba hiki ndio nimesha define kwamba domain ninayotaka kudili nayo. Unaona bwana? Kwamba kaeneo ambako nataka sasa hivi ChatGPT ndio iact kama academic research assistant, lakini sehemu ninayotaka ifanyie kazi ni hii hapa topic ambayo nimekuwa nimeiweka hapa. Kwa mfano kama ni research au nini, maana yake hapa utaweka topic yako unayotaka kufanya hiyo kitu kama iko hapa. Sasa baada ya kumaliza context, sasa unakuja kusema sasa specific task, kwamba unataka hii model specifically ifanye kitu gani, kazi maalum ifanye kitu gani. Kwa mfano hapa nimeandika summarize peer review research, kwa maana kwamba sasa baada ya kuvaa uhalisia huu na kuingia kwenye domain hii, nachotaka ifanye kazi gani, summarize peer review research. Unaona bwana? Sasa hii inakuwa ni primary action, kwa maana kwamba ndio kitendo cha kwanza ambacho ChatGPT au AI yoyote inatakiwa ikifanye. Kwa hiyo hii ni ya muhimu sana na yenyewe kuiweka. Inayofuata sasa baada hapo ni limitations, kwamba sasa mipaka, kwa maana kwamba mipaka ni ipi. Kama umesema summarize peer review research, kuanzia mwaka gani? Kuanzia 2000 mpaka 2005, 2024 mpaka 2025, 2026 na kuendelea. Kwa hiyo sasa hii ndio ina determine limitation ama scope, kwamba constraints, limitation, kwamba hapa tumeandika keep the response under 300 words, kwa maana kwamba majibu utakayo yaleta yasiwe yamezidi maneno 300. Lakini vile vile nimeweka hapa kwamba avoid claims based on personal observations. Unaona bwana?
Kwa hiyo hizi ndio constraints unazoziweka, lakini baadaye, baada ya kuwa umeshaweka limitations zako na constraints, unakuja kumalizia na nini? Kitu kinaitwa additional guidance. Additional guidance maana yake ni maelekezo ya ziada ya zaidi. Kwa mfano hapa mimi nimesema use neutral academic tone, kwa maana kwamba unavyoandika, andika kwa kutumia neutral academic tone. Lakini vile vile nimesema hapa highlight areas of scholarly disagreement, kwa maana kwamba elezea sehemu ambazo wanaofanya research wameshindwa kukubaliana. Unaona bwana? Kwa hiyo hapo unaweza ukasema kwamba labda write in academic tone, ukabadilisha kwenye tone yoyote ambayo unaitaka kuiweka pale. Unaona? Hapa sasa unaweza ukaweka hata vitu vingine, kwa mfano kama reference. Unataka reference ziwe katika style gani? Ziwe labda IEEE ama APA, na vitu vingine unaweza kuziweka hapa kwenye additional guidance. Sasa ukija kuangalia sasa mwishoni hapa, hii ndio prompt yetu iliyokamilika. Sasa unaona maelekezo sasa hapa, hii prompt imekamilika, kwa maana kwamba tukiipatia ChatGPT itatuletea majibu ambayo tunatarajia, kwa maana kwamba imeeleza vizuri kwamba act as a academic research assistant specializing in social science methodology, summarize peer review research on the relationship between social media use and academic performance among university students, keep the response under 300 words, use neutral academic tone, avoid claims based on personal observation, highlight areas of scholarly disagreement, and clearly distinguish between correlation and causation. Kwa hiyo maana yake sasa, hii ndio prompt yetu iliyokamilika. Sasa ukitumia hii process, jinsi ya kuandika prompt yako, siku zote utapata matokeo ambayo ni mazuri, utapata majibu ambayo ni mazuri, na model itakuletea majibu mazuri ambayo wewe mwenyewe utayafurahia.